Kauliza lini atavaa uzi wa wananchi. Kwa mwisho wa siku ya jana nikaona pale Engineer Hersi Said, rais wa club, kina Ali Kamwe wakifanya maandalizi ya kumpokea na kumtambulisha kwa wananchi. Kwanza kibiashara tunafahamu ndio lengo kubwa, nafikiri wamevuna Young Africans utambulisho wao. Si utambulisho tu ambao unadhima labda ya kuwaonesha mashabiki what they have, inaweza ikawa kwa mlengo mmoja hivi, lakini mlengo wa pili kibiashara wanafanya vizuri. Ukweli ni kwamba zama zimebadilika. Unajua zamani timu hizi kama Simba, Yanga zilikuwa zinalazimika kutumia vyombo vya habari vingine kubreaki habari zao. Sasa hivi tuko kwenye zama ambazo taarifa ina thamani kubwa. Kwa hivyo klabu zimeamua kuchukua na kubadilisha kuwa biashara. Inawezekana kweli watu wanajiuliza kwa nini Yanga wanafanya saa 5 na sio saa 3 kwa mfano ule, lakini ukizingatia ni mkakati. Kwa nini? Wanajua saa 5 usiku watawapata watu wengi kuliko akiweka saa 3, saa 2, saa 1. Bado watu wako kwenye mitikasi ya kujitafutia chochote kitu. Kwa wanaweka saa 5, muda ambao wanajua watu wengi watakuwa wametulia, wamepumzika baada ya mihangaiko ya siku. Lakini si hivyo tu, wanachokifanya ni kuendelea kutengeneza thamani kupitia kitengo chao cha habari na mawasiliano. Kitengo cha habari na mawasiliano hakipaswi tu kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma au kutoa tangazo la press conference, kesho tutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari. Hapana, wanatakiwa kwenda zaidi hapo, na ndicho ambacho kwa mfano kitengo cha habari na mawasiliano cha Yanga kinafanya hicho kitu. Ukizungumzia utambulisho pale, wewe unaweza kaona tu ni Yanga wametafuta attention kwa watu, lakini uhalisia ni kwamba kitengo chao cha habari na mawasiliano pale kiko kwenye biashara. Kwa hiyo wameitengeneza au wameiconvert habari kwa biashara. Tujiulize tu ni watu wangapi wamekaa macho mpaka saa 5 kuwafuatilia Yanga. Tujiulize ni watu wangapi wametumia mitandao ya kijamii kufuatilia Yanga usiku. Sasa toka hapo iconvert hiyo viewership kwenda kuwa hela. Leo hii Young Africans ukienda kutaka matangazo na yeye kwenye haki za runinga kwa mfano, ama hata kwenye mitandao ya kijamii, thamani yao kila msimu inapanda. Lakini wanaipandishaje? Sio tu kwa kuposti highlights wakati ligi inaendelea. Kipindi hiki ambacho ligi hakuna, timu yao haichezi, haionekani, ule ukurasa wa Instagram, wa Facebook, TikTok, huko YouTube unafanyaje? Lazima uje na njia ambayo utaifanya iendelee kuwa active, iendelee kuwa hai mitandao yako ya kijamii, lakini hata idara yako iendelee kuwa hai kwa kugenerate income. Kwa sababu tunajua kwenye ligi content inakuwepo. Definitely, ni kwa sababu timu inacheza, wachezaji wanaonekana. Kipindi hicho wachezaji hawaonekani, wako mazoezini, pre-season. Wewe kitengo chako na kijiuzaje kuwa biashara? Kwa aina ya maudhui wanayoyatengeneza, kwa mfano ya kutambulisha wachezaji, hayo yako kwa ajili ya kuwapa furaha wananchi, lakini kutengeneza thamani kwenye klabu kupitia kitengo chao cha habari na mawasiliano. Lakini tatu, wanaongeza njia nyingine ya kutengeneza pesa nyingi. Leo hii Yanga wakimaliza mkataba wao na watu ambao wameingia nao makubaliano kwa ajili ya haki za televisheni, manake mkataba mwingine Yanga hawezi kulipwa kile alicholipwa miaka 2-3 iliyopita. Thamani itakuwa iko juu. Lakini unaenda pale unamuonyesha nini ule anayekupa hela? Bwana, unaona huu ulikuwa utambulisho wa ngoma tu, nilikusanya watu 12,000. Huu ulikuwa utambulisho wa Sharulile, nilipata namba kadhaa. Kwa hivyo vitu vinakufanya wewe uwe na thamani, kwa sababu watu ambao wanauza bidhaa zao kama Yanga wanatakiwa wauze features, wauze na outcome. Yani nyinyi Yanga mna nini na mkikifanya kinaleta picha gani, kinaleta matokeo gani? Kwa Yanga wanajibu maswali kwa namba. Hayo huwezi kujibu kwa maneno. Unawaonyesha watu takwimu, alafu ndio unasupport na maneno yako kwamba Yanga ni timu inayofuatiliwa. Inafuatiliwaje? Namba umempa mtu. Kwa hiyo siku hizi taarifa imegeuka kuwa biashara kubwa sana, na mimi nimefurahi timu zetu za Kitanzania zimechukua hilo kwenda kwenye next level, na nitumia nafasi hii kuwapongeza klabu zingine akiwemo Simba, Mashujaa, Azam. Mashujaa mimi kusema ukweli wananifurahisha sana, kwa sababu na wao licha ya kwamba hawana fan base kubwa, lakini unawaona wanakuja na utofauti kila wakati.
ni vitu ambavyo vinaongeza msisimko, ushindani baina ya klabu kwenye kujiongezea thamani kwenye vitengo vyao kwa kuigeuza taarifa ama habari kuwa biashara, na timu zinaongezeka thamani kwenye hizo idara. Nimetazama kwa umakini utambulisho huu wakati huu nikiwaambia Tanzania kwa zimesalia dakika 4 tu kwa majira ya Afrika Mashariki. Twende tukatoe ile 200 kwa Watanzania 60 asubuhi ya leo. Namna ya kushiriki, nenda kwenye menyu yako ya malipo, kalipe bili, namba ya kampuni 3211. Swala la Peter Shalulile kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao kibiashara watakuza pia uwepo wa brands ya Young Africans hapa mjini kwenye eneo la kusini mwa Afrika. Inawezekana Yanga wanakuwa tunaona, lakini kureach ile understanding ya watu moja, sijui mnanipata? Bado ilikuwa sio rahisi kwa maisha ya watu wa Afrika Kusini na Namibia huku na kadhalika. Wanafanya hivyo pia. Nimeona juzi kwa yule nani yule? Mtu Ngoma pia. Wamejitahidi sana kwenye eneo la Morocco kule, wameteka sana watu ambao walikuwa wanafuatilia. Zaidi ya watu milioni 12 kwa njia tu ya mitandao. Njia tu ya mdhamini, yule nini mwekezaji wa mambo ya television, haki za matangazo. Siwezi kutaja hapa moja kwa moja kwa sababu za kibiashara. Hivyo milioni 12. Kuja wao walikuwa live sio 70 ngapi? Instagram au Yanga Africa. YouTube sio live 60 ngapi, kitu kama hicho. Hizo takwimu zinaonyesha kiasi gani pia watu wa nje ya nchi walikuwa wanaangalia Yanga kwa jicho lingine zaidi. Wachezaji wanavutiwa na kitu kama hichi. Ufalme wanaopewa namna hii. Kabisa. Unajua hata ukimsikiliza mchezaji mwenyewe Peter Shalulile anasema ametakiwa na klabu nyingi, lakini amechagua kujiunga na klabu kubwa ya Young Africans. Kashaona kina Skudu Makudubela namna ambavyo walitambulishwa, kashaona namna kina Aziziki walivyokuwa wakubwa kupitia Young Africans, kina Pakome. Unajua hawa ni wachezaji ambao wanakutana kwenye michuano ya CAF Champions League, wanakutana kwenye michuano ya AFCON, lakini wana mawakala ambao wanafahamiana. Yaani wakala wa Shalulile anaweza akawa anafahamiana vizuri kabisa na wakala wa Aziziki. Kwa hiyo mchezaji kabla hajajiunga na Young Africans lazima anafanya research kwa kuzungumza na wachezaji wenzie, kwa kuzungumza na mawakala, kwa kuzungumza hata na makocha ambao wamefanya kazi Young Africans na wamekutana kwenye sehemu mbalimbali za kazi. Kwa mfano Yanga alikuwepo Roman Falls ambaye alifanya kazi na Shalulile. Kuna huyo kocha Mangoba ambaye naye alifanya kazi na Shalulile. Kwa hiyo mchezaji kabla hajajiunga na Yanga lazima afanye research, aangalie ukubwa wa club na yeye mwenyewe kakiri wazi. Kwa hiyo kwa kibiashara na pia kwa value au profile ya mchezaji inakuwa ni win to win situation. Shalulile anakuja kujitangaza yeye katika ukanda huu wa East Africa, lakini Yanga na wao wananufaika na mchezaji kwa sababu ya profile yake. Ni mchezaji ambaye kwa Afrika Kusini ukiangalia ligi kuu ya Afrika Kusini, lakini na mataifa yanayotoka ukanda wa kusini mwa Afrika, Zimbabwe, Namibia, Angola, ni mataifa ambayo yamekuwa karibu sana na ligi kuu ya South Africa. Kwa hiyo watu wote wale ambao wanatoka ule ukanda, yule ni mchezaji ambaye katika lile eneo ni star mkubwa. Kwa hiyo kitendo cha yeye kujiunga na Young Africans ni faida kwa klabu kutanua brand yake katika ukanda wa kusini mwa Afrika, lakini kwa yeye mchezaji kuna ile thamani yake ambayo anakuja tena kuikuza zaidi, kukuza brand yake, kukuza usta wake. Leo nimetoka kuangalia alikuwa ana followers 177,000 Instagram, lakini pengine mpaka anamaliza mwaka anaweza akawa na followers mpaka 500,000 huko, na pengine akafikisha hata milioni. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo amekuja sehemu sahihi, sehemu ambayo wachezaji wanapendwa, wachezaji wanapata hype kubwa na wanaishi kifalme, wanaishi kistar. Kilichobaki yeye ni kuperform tu ndani ya pitch, awape wananchi kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Wanatarajia magoli, wanatarajia mafanikio, wanatarajia uongozi, uzoefu, kitu ambacho yeye anacho. Kwa hiyo kikubwa
ni yeye tu kuperform, lakini kibiashara ni issue ambayo ina pande zote mbili. Yanga wananufaika kwa kukuza brand yao na kujitangaza katika ukanda ambao mchezaji anatoka, lakini naye mchezaji anakuja kwenye klabu ambayo itamsogeza mbele kwenye mafanikio. Inaweza isiwe kitu cha haraka sana kwa sababu tayari ana CAF Champions League, ana ligi kuu Afrika Kusini, kashashiriki michuano ya FIFA Club World Cup, lakini kwa brand yake kwa huu ukanda wa Afrika Mashariki inakwenda kuongezeka maradufu. We imagine namna ambavyo wananchi jana walikuwepo, mpaka na jana walipanga wamtambulishe saa 4, ilikuwa saa 4 dakika 45. Lakini nadhani mitambo ilikuwa haijakaa sawa, wamekuja kumtambulisha mpaka saa 6 kama dakika 5 hivi. Mimi nilikuwa live naona shughuli ya utambulisho wake inaendelea, lakini wakati watu wanamsubiri utaona mpaka kina mama nawaona kabisa saa 5 usiku, saa 6 kina mama wapo wanamsubiri, wazee wa klabu wapo, mashabiki vijana. Kwa hiyo kuna namna inampa hata mchezaji mwenyewe kuona kwamba ana deni na klabu, anatakiwa kufanya vizuri ili aweze kufikia malengo ambayo klabu pamoja na mchezaji wamekubaliana. Sema sijajua Yanga wenyewe wamejipanga vipi. Sijajua wao wamejipanga vipi, ama sijajua changamoto walokumbana nayo Yanga ni ipi msimu huu kwenye maandalizi yao ya msimu unaokuja kwenye upande wa biashara ya jezi. Mimi kwa maoni yangu Shalulile ndio usajili mkubwa umefanyika Tanzania msimu huu. Sidhani kama kuna sajili itavunja ukubwa wa usajili wa Peter Shalulile nchini Tanzania kwa msimu huu, labda kwa misimu inayokuja. Lakini maana yangu ni kwamba natamani Yanga wangekuwa wamelitazama hilo pia kwenye upande wa pili. Inawezekana wamelitazama, ndio maana nafikiria sijui wamepatwa na changamoto gani, kwa sababu naamini wana watu ambao wana uwezo wa kufikiri. Shalulile kwa aina ya usajili wake ulivyokuwa mkubwa, namna ambavyo kutambulishwa kwake kulikuwa kunasubiriwa kwa hamu, nilifikiri ingekuwa ni bora zaidi Young Africans wakati wanakaribia kumtangaza Peter Shalulile, hata wiki moja kabla Young Africans wangetangaza kwamba jezi zitazinduliwa usiku ambao Shalulile anatambulishwa Jangwani. Nafikiri ingekuwa bora zaidi, na wangezi price tag jezi za Shalulile ambazo ziko printed pia. Najua pengine kwa siku moja siku mbili wasingerudisha hela yote waliotumia kumsajili, lakini somehow kwa kiasi fulani wangekuwa wamepiga hatua kubwa kwenye hiyo biashara, kwa sababu inawezekana wamefanya sajili nyingi nzuri za kina Ngoma na wengine, lakini ya Shalulile imekuwa babu kubwa kwa Tanzania nzima. Na ukifikiria kwa engo hiyo, kama Yanga wangesema siku ambao watatambulishwa Shalulile tutazindua jezi, na jezi za Shalulile labda zitauzwa hata 200,000 300,000, wangewapata watu wa kuzinunua hizo, hata kama wasingekuwa wengi, lakini still wangekuwa wamefanya biashara. Na pengine kuzindua jezi kupitia Shalulile ingewezekana kuwa na nguvu zaidi na ingeenda mbali, na mimi ningekuwa kwenye nafasi hiyo, Shalulile angetest jezi zote za aina 3 zile wanazoandaa kwa ajili ya msimu. Labda hapo kununua jezi kwa ajili mimi kuzindua jezi kwa kumtumia Shalulile, labda mimi nitaunga mkono, lakini kusema tutengeneze za Shalulile, tuseme watu hapa wa Tanzania hawa tunawajua. Ndio maana Yanga ukihesabu katika wanachama wake tunaenda kwenye dunia mpya, then tutarudi. Sawa, karibu sana kwenye bao la asubuhi, kampa tena, na hapa tupo na Nation lakini pia Chesano, na by the way tuko tunamalizia na Young Africans ambao wako hapa ndani, na tutazame upande wa pili. Shashaman amesisitiza umoja kwa wanajangwani huko akituma salamu Msimbazi, na tuangalie hapa huyo mwenye medali kubwa ya ubingwa wa CAF akiwa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Si mgeni wa hivi vitu. Yanga wakitaka wanufaike vizuri na hao wachezaji waliowasajili, especially huyu Shashaman na wengineo kwenye michuano ya kimataifa, wafanye nini? Technically kwa mchezaji kama Shalulile ingekuwa ndo sehemu ya kushauri benchi la ufundi, na of course mwalimu aliyenaye anamfahamu Shalulile sana kuliko mimi, kwa sababu amewahi kuwa naye pamoja Mamelodi.
lakini ukweli ni kwamba kwa umri alionao Shalulile na eneo analocheza ni mchezaji ambaye unapaswa kumpunguzia majukumu, yani kwa sababu Shalulile huyu hawezi kukimbia tena sana kama ilivyokuwa Shalulile wa miaka 5-4 iliyopita huko, kwamba ana uwezo akaenda akarudi akafanya shughuli nyingi. Hapana, utakuwa unajipunguzia we mwenyewe ufanisi wa kumtumia Shalulile. Ukitaka kumuenjoy Shalulile, mpunguzie majukumu. Kwa aina ya eneo analocheza, watu waliomzunguka wana uwezo wa kumtengenezea nafasi. Kwa hiyo mpunguzie Shalulile majukumu as much as you can. Mpunguzie majukumu ili umpe nafasi ya yeye kuwa mfanisi kwenye kufunga. Yaani wewe tengeneza mazingira ya kumlaumu Shalulile akikosa. Kwa sababu gani? Mpe majukumu kila kiungo atengeneze nafasi, Shalulile awe involved kwenye hizo nafasi. Inawezekana nyingine asifunge, lakini yeye akatengeneza nafasi kwa wachezaji wengine wakafunga, lakini akawa yuko involved kwenye setup ya goli. Kwa hiyo mpunguzie majukumu, asitumie muda mwingi kutafuta mpira, au tumie muda mwingi kupiga hesabu ni namna gani anaweza kuinufaisha Yanga kwenye eneo la umaliziaji, kwa sababu sanaa ya kufunga Shalulile anayo, kasi anayo, lakini sasa hivi huwezi kumpa majukumu mengi. Shalulile mtumie kama press line yako ya kwanza kule juu. Kwa mfano Yanga inakaba timu inayoanzia mpira juu golini, mpeleke Shalulile ndio mchezaji wako kwanza kupress. Hakuna beki atafurahi kuiona sura ya Shalulile na kuja kumpress. Lazima utamnyima utulivu. Labda huyo beki awe yuko matured enough na yuko na composure ndo atatulia. Lakini hakuna duniani beki anapenda kufanywa pressing na mchezaji hatari, kwa sababu kuna mawili. It's either akifanywa pressing na mchezaji mzuri kama Shalulile na mzoefu mwenye sanaa kufunga, it's either ule mpira ataupoteza anyang'anywe na Shalulile afungwe, au ataupoteza anapiga pasi mbovu inaswe Shalulile asifanywe setup afunge, au mchezaji mwingine anayopokea ule mpira kutokana na pressing aliyofanya Shalulile mchezaji mwingine afunge. Kwa hakuna mchezaji yoyote duniani huwa anafurahi kufanywa pressing na mchezaji mzuri. Na ndio maana mliona kuna nyakati Mohamed Salah, Sadio Mane na Roberto Firmino walikuwa na huo utatu front 3 ngumu kweli, kwa sababu walikuwa wakikupress hivi lazima tu either utatoa pasi mbovu au wakunyang'anya wa kufunga. Kwa hiyo kwa Shalulile tuangalie ni kwa namna gani mwalimu anaweza kumtumia kuwanufaisha Yanga wakiwa na mpira, wakiwa hawana mpira. Mimi swala la mikimbio na Shalulile sina shida nayo. Anajua kukimbia nyuma ya mabeki, nyuma ya migongo akakatiza. Kwa sasa hapa jukumu linakuja kwa wapigaji pasi, wawe na timing nzuri kwa Shalulile, kwa sababu ana uwezo wa kuwavizia mabeki akawachomoka akapita. Kwa hiyo na nyinyi wapiga pasi mnatakiwa mjue namna gani mna uwezo wa kufanya maamuzi kwa uharaka na maamuzi sahihi ya pasi za mwisho. Hiyo itawasaidia nyinyi kutengeneza magoli mengi, kwa sababu mnaye mchezaji ambaye anajua kufanya mikimbio, anajua kufunga, ana nguvu, kasi anayo. Sasa ni nyinyi wapishi muwe mna njia nzuri ya kufanya matendo yenu kwa usahihi ama maamuzi. Kwa hiyo Shalulile ni mchezaji ambaye unatakiwa mpunguzia majukumu kiwanjani sasa hivi. Kama anafanya high pressing yeye akiwa ndo mtu wa kwanza, ata press sio zaidi ya mita 30. Yaani mita 30 kwenda golini kwa wapinzani. Hapa ndo anatakiwa afanye pressing Shalulile. Why? Kwa sababu the shorter the distance unamsaidia Shalulile kuweza kuwa na wepesi wa kufika golini kuscore. Kwa hiyo yeye na watu wanaocheza nyuma yake, hawa wote unawaandaa kwamba jamani, tunavyopress Shalulile will be our first guy to go up there, lakini nyinyi wengine nataka muwapini watu huku pembeni wasipate option ya kucheza pasi. It's either wabutue mpira tugombanie kwenye second ball, na tukiwa proactive manake tutaushinda sisi kwenye second ball, or otherwise wakiubutua tuna chance kubwa sisi ya kudominate kwenye mipira ya juu. Tuna watu wana vimo, kina Baka, kina Mwamnyeto hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kwa Peter Shalulile ni wewe tu ukiwa mjanja ana uwezo wa kukupa namba kubwa ya magoli. Ni wewe ukiwa mjanja kwenye kumtengenezea mazingira. Na wachezaji wanaomzunguka especially Max Nzingeli, tabia alomaliza nayo msimu uliopita asiendeleze sasa hivi. Kawekewa watu wana uwezo wa kucheza mbele. Sio tu Shalulile, kuna wengine wamesajiliwa wana uwezo. Michezo yeye kulazimisha kufunga sehemu ya kupasia, timu yake atakuwa anaikaba. Kwa Max mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao ninawapenda kwa wachezaji wa Yanga kwa sababu moja.
Max ni engine by nature, ana mapafu ya kuhimili dakika 90. Yaani Max unaweza kupuliza filimi mpira umeisha, yeye akawa amemaliza mechi kama alivyoanza. Ni wachezaji wachache wana hiyo fitness na hiyo fiziki ya kuanza mechi na kumaliza wakiwa vile vile. Kwa hiyo kwa mchezaji kama Max mimi napenda kwa sababu ana hiyo nguvu ya kucheza, timu ina mpira, haina kasi, maarifa. Max ana kila kitu. Ache uchoyo tu, msimu uliopita ndo nimemspot hiyo tabia alikuwa nayo. Sehemu za kupasia na lazimisha kustrike sehemu ngumu. Tena Max strong foot ni mguu wa kulia. Last season kuna wakati alikuwa analazimisha kupiga na mguu wa kushoto. Kwa kwangu mimi ajue sasa hivi timu imejaa watu. Na uzuri ukimwacha shauri ile timu na watu wengine wana uwezo wa kufunga. Hata Max ana uwezo wa kufunga. Lakini you have to be patient. Yeye jukumu lake la kwanza liwe kubuild nafasi, kuzicreate kuliko kulazimisha kufunga. Ikitokea chance afunge. Mimi nampenda mchezaji mmoja anaitwa Mudathir Yahya. The guy huwa haforce vitu. Mudathir Yahya anakimbia kwenye nafasi. Akikutana nayo anafunga. Asipokutana nayo basi anapasia. Kwa hiyo na yeye Max anatakiwa hiyo uchoyo aache. Lakini the rest wana timu ambayo ina wachezaji wana uwezo wa kutengeneza wengi na wengi wana uwezo wa kufunga. No wonder msimu uliopita kwenye idadi ya kufunga ukitaka ujue una timu kweli huwa ipeleke mfungaji mmoja. Waangalie Dube, muangalie Okelo, muangalie Mudathir, muangalie Paco Mzuzwa. Hao wote wana namba nzuri za kufunga. Hii ndio timu ambayo inakuwa imetengenezwa collectively kwamba yote ina uwezo wa kukudhuru. Regardless utafungwa na Dube, haijalishi score yuko nani yuko on form, anyone can score. Na hivyo ndo timu inavyotakiwa kuwa. Yoyote ana uwezo wa kufunga. Sawa, hapo Chesano, wakati unakumbusha zile 50,000 na zile 20,000 zimeshaingia tayari kwa wale 50 wa kwanza.